Kutokana na vita kali inayoendelea baina ya Israel na Iran na mashambulizi makubwa ya silaha nzito baina ya mataifa haya mawili, hatimaye Rais wa Urusi Vladimir Putin naye ametoa tamko lake juu ya hivi vita vinavyoendelea baina ya mataifa haya mawili, huku rais huyo wa Urusi akitoa tamko lake kwamba yeye atakuwa upande wa Iran. Sasa Vladimir Putin amesema kuwa Iran haijaonyesha nia ya kushirikiana na Urusi katika mifumo ya ulinzi wa anga. Siku ya Jumatano tarehe 18 ya mwezi Juni ya mwaka 2025, Rais wa Urusi aliandaa kikao na wahariri wakuu wa mashirika ya habari ambapo suala la vita vya Israel na Iran lilijadiliwa. Kuhusu usaidizi kwa ulinzi wa anga wa Iran, amesema, "Tuliwahi kutoa pendekezo kwa marafiki zetu wa Iran kwamba tushirikiane katika unga wa mifumo ya ulinzi wa anga, lakini washirika wetu hawakuonyesha nia kubwa wakati huo, na ndivyo ilivyokuwa." Bwana Putin pia alisema, "Pendekezo letu lilikuwa kuunda mfumo kamili, sio uwasilishaji tofauti wa vifaa, mfumo mmoja." Mwishowe tulizingatia suala hili mara moja tu, lakini upande wa Iran haukuonyesha nia kubwa na suala hilo lilisitishwa. Lakini kuhusu utoaji wa mifumo binafsi, ndio, bila shaka tumewahi kufanya uwasilishaji huu katika siku za nyuma. Hii haina uhusiano wote na tatizo la leo. Hili ndilo jambo linaloitwa ushirikiano wa kijeshi wa kimataifa katika nyanja ya kawaida ya ushirikiano wa sheria ya kimataifa. Kuhusiana na mkataba wa kimkakati na Iran, Rais wa Urusi alisema, "Makubaliano hayo hayana makubaliano yoyote yanayohusiana na nyanja ya ulinzi, na kwamba marafiki zetu wa Iran hawajatuomba jambo kama hilo. Kwa hivyo hakuna chochote cha kujadili." Nakala ya mkataba wa kimkakati kati ya Iran na Russia, ambayo ilianza kutekelezwa katika nchi zote mbili mwaka huu, imechapishwa. Mkataba huo unajumuisha ushirikiano katika nyanja za kijeshi na usalama, lakini hauna vifungu vya ulinzi, na maafisa wa pande zote mbili wamesisitiza swala hili. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Andrei Rudenko alisema kuwa Moscow haitatoa msaada wa kijeshi kwa Iran iwapo vita vitazuka kati ya Iran na Marekani. Katika hali kama hiyo, Urusi hailazimiki kutoa msaada wa kijeshi, Bwana Rudenko aliwaambia manaibu mnamo Aprili 8 ya mwaka huu, wakati mkataba huu ulipoidhinishwa katika bunge la chini la Urusi DUMA, kulingana na shirika la habari la TASS. Mnamo Septemba ya mwaka 2011, Brigedia Jenerali Fazad Ismail, ambaye wakati huo alikuwa kamanda wa kituo cha ulinzi cha anga cha Khatam al-Nibia, alitangaza muundo wa ujenzi wa mfumo wa ndani unaofanana na mfumo wa anga wa S-300 badala ya toleo la Kirusi. Mnamo mwaka 2007, Iran ilisaini mkataba na serikali ya Urusi kununua mfumo huu na kutoa mafunzo kwa wanajeshi wa Iran kutumia makombora ya mfumo wa anga wa S-300. Ingawa idadi ya wanajeshi wa Iran walitumwa Urusi kwa mafunzo, hakukuwa na habari yoyote ya kuhamishiwa kwa vifaa vya mfumo wa makombora kwenda Iran. Brigedia Jenerali Ismail alisema wakati huo Iran ilitekeleza masharti yote ya mkataba na kwamba mfumo huo ulipaswa kukabidhiwa, lakini kutokana na uovu wa serikali za Magharibi, hili halikufanikiwa. Takriban mwaka mmoja baada ya matamshi hayo, Bwana Putin alikuwa ametia saini sheria inayotekeleza azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu vikwazo vya silaha kwa Iran, kupiga marufuku utekelezaji wa mkataba huu na kuwasilisha vifaa vya mfumo wa makombora wa anga wa S-300 kwa Jamhuri ya Kiislamu. Israel na Marekani walikuwa miongoni mwa wapinzani kuhusu kuwasilishwa kwa mfumo huu wa ulinzi wa anga wa S-300 kwa Iran, kwani waliamini kuwa Iran ingetumia mfumo huu wa ulinzi wa anga kulinda vifaa vya nyuklia na kuendeleza mpango wake wa kurutubisha madini ya uranium. Wakati Urusi ilipokataa kuwasilisha mfumo wa ulinzi wa anga wa S-300 kwa Iran mnamo Aprili ya mwaka 2012, Ahmad Vahid, waziri wa ulinzi wa wakati huo, alitangaza kwamba mpango wa kujenga mfumo wa ulinzi kuchukua nafasi ya S-300 ulikuwa kwenye ajenda, na hatimaye mwaka 2020 mfumo wa Bavar 373 wa Iran ulitambulishwa kama Iranian S-300. Mnamo Agosti ya mwaka 2015, shirika la habari la Interfax la Urusi liliripoti mkataba mpya wa kuwasilisha mifumo ya ulinzi ya S-300 kwa Iran, lakini maelezo ya mkataba huo hayakuchapishwa.
Na katika mwaka huo huo, Vladimir Putin, wakati akiondoa marufuku ya kuuza S-300 kwa Iran, alisema kuwa Urusi haiwezi kuwasilisha mfumo wa ulinzi kwa Iran kwa kasi ambayo Iran inatazamia. Mfumo wa S-300 hatimaye ulifika Iran bila tangazo rasmi na ulizinduliwa kwa mara ya kwanza mnamo April ya mwaka 2016 kwenye gwaride la jeshi karibu na kaburi la Ayatollah Khomeini. Mfumo wa S-300 ulipowasili Iran baada ya miaka 10, wengi walihoji kwa nini Iran haikununua mfumo wa kisasa zaidi wa S-400. Abbas Ali Mansour Aran, mshirika wa zamani wa kijeshi wa Iran nchini Saudi Arabia na mjumbe wa zamani wa Kamisheni ya Usalama wa Taifa na Sera za Kigeni, alisema, sio lazima kwamba S-400 ina uwezo mkubwa zaidi kwa nchi yetu kuliko S-300. Na Ismail Kousar, mkuu wa kamati ya ulinzi ya bunge la 9, pia alisema S-400 ni bora zaidi ya mfumo wa ulinzi wa S-300. Lakini tofauti kati ya mifumo hii miwili ni ndogo sana na hatuhitaji sana mfumo wa S-400 leo. Na hayo ndiyo yalikuwa ya mwanzo kabla ya kauli ya Rais wa Urusi Vladimir Putin kusema kwamba walitaka kuisaidia Iran katika mfumo wa ulinzi wa anga yao, lakini walipuuzwa. Sasa swali kubwa ambalo bado tunajiuliza ni kwamba je, Urusi iko tayari kuisaidia Iran katika mfumo wa ulinzi wa makombora haya ya anga ya S-300 kama vile ambavyo mikataba ambayo inasemekana kwamba waliisign kipindi cha nyuma ilikuwa ikisema, lakini kulikuwa na changamoto na kile ambacho wa Iran walisema ni hila za watu wa Marib kuzuia mfumo huu wa ulinzi kupelekwa ndani ya taifa la Iran, japo Urusi inaonekana kusisitiza kwamba kama vita hivi vitaingiliwa na Marekani, basi Urusi haitatoa kabisa mfumo wake wa S-300 kama msaada kwa Iran. Tafadhali tuandikie mtizamo wako juu ya haya ambayo yanaendelea kwa Vladimir Putin kuonekana pia kuzungumzia swala la Urusi kujaribu kutaka kutoa msaada wa silaha hizi za ulinzi wa anga kwa Iran. Tuandikie ujumbe wako, lakini kikubwa tu endelea kutufuatilia kila wakati kwa taarifa nyingine nyingi zaidi kutoka hapa.